Na sasa tunageukia masuala ya mazingira. Lelo Muniz kutoka Tanzania anafanya safari kutoka nchini Chile hadi Kilimanjaro ili kuchangisha fedha kwa ajili ya ada ya shule na pia kampeni ya kuhifadhi mazingira. Tazama safari yake hii, ameanzia Chile hapo Amerika ya Kusini, akapita Bolivia, Colombia, Mexico, Marekani mpaka Canada, halafu akapanda ndege hapo mpaka Norway, nchi za Ulaya. Kutoka Norway amepiga pedal na baiskeli zake mpaka hapa London, na sasa yuko katika studio zetu. Yeye anapanga kutoka Uingereza na kwenda Afrika kama hivyo, anaenda mpaka mwisho Tanzania, ambapo atakwenda mpaka Kilimanjaro ambapo ndio amezaliwa. Karibu sana Lelo katika studio zetu. Watu wengi watakuwa wanajiuliza unakwenda Tanzania, lakini kwa nini umeanzia Chile? Kwa sababu ni nchi ambayo haifahamiki. Yeah, ni kweli. Nina upenzi kidogo na mambo ya archaeology, na zamani kidogo nilifahamu kwamba watu walitoka Afrika then wakatembea mpaka kuelekea Amerika ya Kusini. Nikasema sasa nitaanzia Amerika ya Kusini kurudi nyumbani Tanzania, Olduvai na vitu kama hivyo, tunao watu wa zamani. Na tangu ulivyotoka kule umeshakaa muda gani barabarani au njiani? Nimetumia takriban miezi 18 sasa kuanzia Chile mpaka hapa. Na imebaki muda gani mpaka utakapofika Tanzania? Yeah, na mimi itachukua labda mwaka mmoja au miezi 9 mpaka 10 kufika Kilimanjaro. Safari ndefu sana hiyo. Umekutana na vikwazo vyovyote njiani, na labda ulipambana navyo vipi? Yeah, kuna vikwazo, lakini mimi nachukulia kama changamoto. Safari ya kutoka Chile kuelekea Kilimanjaro na vikwazo vingi. Chile au Argentina, Peru ni sehemu ambayo ni mbali sana kutoka Tanzania. Kuna vikwazo vya kupata vibali vya kusafiria. Nchi nyingine haifahamu Tanzania kwa wapi, wanasema Tasmania au Taiwan, wanasema Afrika. Tanzania Afrika, wanasema nenda Cape Town, South Africa ni mji mkuu wa Afrika, pata vibali pale. Lakini hawajui kwamba Afrika kuna nchi tofauti tofauti. Na tukitizama baiskeli yako, kwa hiyo vitu vyako vyote umeviweka kwenye baiskeli hii. Unataka kutuambia kwamba mahali pako pa kulala labda na... Yeah, hii ni kama nyumba. Kama unaona pale ninalo hema, hapa ninalo godoro. Hii ni sehemu ya jikoni, kuna vyakula hapa, kuna jiko, kule kuna blanketi la kulalia na nguo kidogo. Na bendera yako ya Tanzania inapepea nyuma hapo. Yeah, bendera yangu ni muhimu zaidi kwa sababu hiyo ndio jamii ambayo imenitengeneza mimi kuwa mimi. Kwa hiyo ninajivunia kubeba bendera ya taifa langu. Na unataka kuchangisha kiasi gani na kwa ajili ya fedha za ada za shule, sio? Ndio. Ninategemea napangilia kuchangisha kiasi takriban $100,000 kwa ajili ya ada ya wanafunzi 10 kujumlisha mimi mwenyewe kuweza kusoma degree ya kwanza katika mambo ya uhifadhi au mambo ya mazingira ya Tanzania. Asante sana Lelo. Na sasa Lelo anatoka hivi sasa hapa na kwenda zake Ufaransa, ndio tunamwaga. Nakutakia safari njema sana. Nashukuru sana Salim. Kuna maji ya kuvuka kabla ya kufika Ufaransa. Sawa, asante sana. Naam, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Utakuwa nasi muda si mrefu kutoka hivi sasa. Endelea kuwa nasi.